إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، ndugu zangu, leo nadhani ndio siku yangu ya mwisho kwenye darasa hili. Kwa hiyo masiku yanakwenda, nilikuwa nadhani bado tuna siku zimekwenda. Ni muhimu, hii yote inaonyesha kuwa watu tunahitaji kujiandaa kisawasawa. Tunahitaji kujiandaa kwa sababu masiku yanakwenda, na kila siku inavyokwenda ndio umepunguza sehemu katika umri wako. Kwa hiyo ni ibra kwa sisi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, na apa kwa zama, innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yumo katika hasara. Hakika mwanadamu bila shaka yupo katika hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, hawa ndio wamevuliwa kwenye hasara. Wa amilus salihati, na wakafanya vitendo vilivyokuwa vyema, hawa wamevuliwa kwenye hasara. Watawasaw bil haqqi, na wakahusiana katika haki. Watawasaw bis sabri, na wakahusiana katika subira. Hizi ni sifa Allah tabaraka wa taala anazitaja kwa wale ambao kawavua kwenye hasara. Na hizi sifa kwa yule ambaye anahitaji kuvuliwa kwenye hasara, ni lazima hizi sifa zienee kwake yeye. Sifa 4 Allah kastaji kwa mtu ambaye anataka kuvivua kwenye hasara, asiwe ni mwenye hasara, basi ni lazima hizi sifa 4 awe nazo. Sifa ya kwanza, al-iman, awe na sifa ya iman. Na imani kwa upana wake kama tulivyoiongelea, imani ya kumwamini Allah, zile nguzo 6 za imani, na athari ya nguzo 6 za imani zionekane katika matendo yake. Pili, awe ana imani ya kweli kabisa katika arkanu al-iman, arkanu al-islam 5, azifanyie kazi zinazotakiwa kufanyiwa kazi. Zile 4 zile ni za kufanyia kazi. Ile ya kwanza inaingia katika imani. Kwa hiyo haya yote haya akiyafanya, huyu atakuwa amekamilisha sharti la kwanza la imani. Sharti la pili, wa amilus salihat, na afanye matendo yaliyokuwa mema. Na hili tuliongelea jana, ni matendo yapi yanahesabika kuwa ni matendo mema. Tukasema biikhtisar, matendo mema na yanayokubalika kwa Allah tabaraka wa taala ni matendo ambayo mtendaji anayatenda hali ya kuwa ana ikhlas. Pili, anayatenda hali ya kuwa utendaji wake unaafikiana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibada anayoifanya lazima ifanye na ikhlas, na aifanye kama Mtume alivyofundisha kuifanya ibada hiyo. Sallu kama raaitumuni usalli khudhu anni manasikakum. Hizi ni dalili zinaonyesha mtu ni lazima afanye ibada kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo masharti haya mawili yakikamilika katika amali unayoifanya,
basi amali hiyo ndio inahesabika kuwa ni amali njema, ni amali ambayo Allah anaikubali. Leo tutamalizia sharti la 3 na sharti la 4. Sharti la 3 na sharti la 4 la mtu kuhuliwa kwenye khasara, baada ya kuongelea sharti la kwanza na la pili. Allah tabaraka wa taala anasema katika sharti la 3, watawasau bilhaqi, na wakahusiana katika haki, wakahusiana katika kufanya haki. Atawasi bilhaqi, kuhusiana kufanya haki ni nini? Ni kuhusiana, hii atawasi ni kitendo ambacho kila mmoja anamfanyia mwenzake. Ad-dinu nasiha, dini ni nasaha, wanasihiani katika kufanya haki. Huyo ni kitendo si cha upande mmoja. Wewe unahusia haki, wengine kufanya haki, na wewe vile vile unahusiwa kufanya haki. Wewe unahusiwa kuacha lile baya, na wewe unahusia wengine kuacha baya. Unahusia na kunasihi wengine kutekeleza lililoamrishwa, na wewe vile vile unanasihiwa utekeleze lililoamrishwa. Kwa hiyo ndio maana imekuja watawasau, na wakahusiana, wakanasihiana. Watawasau, wakanasihiana. Kwa hiyo hapa kwanza kuna wakfa. Muumini wa kweli akinasihiwa ananasihika. Muumini wa kweli akinasihiwa ananasihika, na yeye anawanasihi wengine juu ya haki. Hizi ni sifa ambazo akiwa nazo Muislamu zinamvua kutoka kwenye hasara. Ikiwa wewe unapenda kunasihi lakini upendi kunasihiwa, wewe uko kwenye hasara. Hapa Allah aliposema watawasau, wananasihiana. Kwa hiyo kama ambavyo unaenda mbio kuwanasihi wengine mambo ya kheri, hivyo hivyo ukinasihiwa wewe, muumini wa kweli huwa anakubali. Na hii ndio sifa ya muumini, bali ndiyo sifa ya mtu ambaye anavuliwa kwenye hasara. Lakini kwa masikitiko makubwa, wengi wetu huwa tunapenda kunasihi wala hatupendi kunasihiwa. Mtu akija akakunasihi, unamuona kuwa yule ni adui yangu. Saa zingine unamchukia. Kwa sababu gani anakunasihi? La, dini ni nasaha. Hakuna mtu ambaye anatoka nje ya nasaha. Sawa sawa, awe mwenye elimu, awe hana elimu, awe ana kipato, awe hana kipato. Kila mmoja katika binadamu anahitaji nasaha. Kila mmoja anahitaji nasaha. Bali mtu kuhitaji kunasihiwa, yani mwanadamu anahitaji zaidi kunasihiwa kuliko hitajio lake la kunasihi wengine. Si nimeeleweka? Mimi nahitaji zaidi kunasihiwa kuliko ninavyohitaji kunasihi watu wengine. Hivi ndivyo ilivyo, na mwanadamu ndivyo anavyotakiwa kuwa hivi. Kwa sababu wewe hujioni, watu wengine ndio wanakuona. Mara nyingi tunaona tuko sahihi, kumbe hatuko sahihi. Kwa hiyo wewe unahitaji zaidi nasaha kutoka kwa watu kuliko wewe unavyohitaji kuwanasihi watu. Hiyo lazima tufahamu. Hilo la kwanza. La pili, Allah alivyomuumba mwanadamu kuwa wewe watu unaowajua ni wachache, watu unaowajua wewe ni wachache kuliko watu wanaokujua wewe. Watu wanaokujua wewe ni wengi zaidi ya watu unaowajua wewe. Ina maana gani?
Kwa hiyo wewe unahitaji zaidi kunasihiwa, unahitaji zaidi kunasihiwa kuliko wewe unavyowanasihi watu, kwa sababu wewe wanasihi ni wachache, unaowajua ni wachache, na kila ambavyo unajulikana zaidi kwa watu ndivyo ambavyo mapungufu yako yanajulikana kwa watu wengi, ndivyo ambavyo madhaifu yako yanajulikana sana. Kwa hiyo unahitaji zaidi na sana kuliko unavyohitaji zaidi kunasihi. Kwa hiyo watawasau bilhaqi, na wakanasihiana katika haki. Kunasihiana katika haki, hili ni jambo muhimu sana ndugu zangu, na aya hii ndiyo imesimama msingi mkubwa sana, msingi wa alhisba. Alhisba ni nini? Al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Tunasema al-amru bil ma'ruf, kuamrishana mema na kukatazana mabaya, sio kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kama ambavyo unaamrisha mema na unakataza mabaya, kubali na wewe watu wa kuamrishe mema na watu wa kukataza nini? Mabaya. Na hii ndiyo sifa ya watu gani? Sifa ya muumini. Na hii sifa ya muumini, ukiwa una sifa hii, basi wewe ni katika watu ambao Allah tabaraka wa taala amewavua nini? Katika nini? Katika hasara. Watawasau bilhaqi watawasau bisabr, wakanasihiana katika haki na wakanasihiana katika kufanya subira. Atawasu bilhaqi, ndugu zanguni, ni kunasihiana katika mambo yote ya kheri, kunasihiana katika mambo yote ya kheri, na kunasihiana kuacha mambo yote ya shari ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza. Huku ndiyo kunasihiana katika haki, huku ndiyo kunasihiana katika haki. Na huu ni msingi mkubwa, msingi ambao ni sababu ya kubaki dini ya Allah. Dini ya Allah hii ili ibaki salama, ili ibaki salama, ni lazima jambo la kunasihiana mema lipatikane. Tusiponasihiana sisi kwa sisi, tusipokatazana mambo mabaya sisi kwa sisi, basi ujue dini ya Allah tabaraka wa taala inaenda ambako Allah hakutuamrisha iende huko. Msingi wa kuamrisha mema na kukataza mabaya ndiyo msingi wa kuibakiza dini ya Allah ikiwa ni safi. Dini ya Allah haiwezi kubaki kuwa safi kama msingi huu tutauacha. Na kile ambaye anashikamana na msingi huu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya, mtu huyo kajivua katika hasara, kwa sababu katekeleza jambo kubwa sana, jambo ambalo linaenda kuibakiza dini ya Allah ikiwa ni safi. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anasema kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umma huu umekuwa ni bora zaidi ya umma zote zilizopita kwa sababu moja tu. Kwa nini umekuwa ni bora? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mnaamrishana mema na mnakatazana mabaya. Khairiyatu hadhihi al-umma, ubora wa umma huu huko katika kuamrisha mema na kukataza nini? Mabaya. Kwa nini umekuwa umma bora? Kwa nini umekuwa umma bora? Kwa kuamrisha mema. Kwa nini? Kwa sababu katika kuamrisha mema na kukataza mabaya ndio umma unabaki ukiwa salama. Umma hauwezi kubaki ukiwa salama watu ikiwa hawaamrishani mema na kukatazana mabaya. Hauwezi kuwa salama. Umma hauwezi kuwa ni bora ikiwa lile baya litaonekana zuri na zuri likaonekana baya.
na hakuna mtu ambaye atawarejesha watu baya lionekane baya na zuri lionekane zuri. Akikosekana mtu ambaye atawarejesha katika msingi huu, basi umma hauwezi kuwa bora. Khairiyatu hadhihi al-umma fi al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, katika kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kwa ndugu yangu katika imani, ukiamrishwa jema usichukie, na wala mtu akizungumza ukaona kuwa alilolizungumza linakugusa kwa namna moja au nyingine, usichukie. Anakupendelea kheri, anakurejesha katika nini? Katika ubora, anakurejesha kwenye kheri. Ukiona mtu anakukataza lililokuwa baya, usianze kusema umeniona mimi tu, mimi na yule huwa tuna mabifu, akisimama tu anaongelea hilo, hapana. Ukiona uko hivyo, hutaki kunasihiwa, basi ujue wewe uko kwenye hasara. Tawasau bil haqqi, na wana nasihiana katika haki. Kwa tunasihiana katika haki, na hii ndiyo sifa ya waumini. Sifa ya waumini ni kunasihiana katika haki. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'ani, walmu'minuna walmu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, waumini wa kiume na waumini wa kike wao kwa wao ni vipenzi. Sifa yao kubwa ni nini? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrishana mema na wanakatazana mabaya. Hii ndio sifa ya waumini. Kwa tusipoamrishana mema na kukatazana mabaya, tumejivua katika sifa ya waumini. Tumepata sifa gani? Tumefuata sifa za Mayahudi, kwa sababu Mayahudi wenyewe hawaamrishani mema na kukatazana mabaya, hawaamrishani mema. Kwa sifa ya waumini wa kweli kweli, wanaamrishana mema na kukatazana mabaya, na sifa hii ndiyo inawatoa katika hasara. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi, na wakanasihiana katika haki. Kunasihiana katika haki ni kunasihiana katika kufuata maamrisho ya Allah na kunasihiana katika kuacha makatazo ya Allah. Ndugu yangu katika imani, dini ya Allah ndiyo imesimama hapo. Dini ya Allah ndiyo imesimama hapo, na wema wote waliotangulia zimekuwa ndio qurunul mufaddala, kwa sababu walikuwa hawanyamaziani katika munkar, walikuwa hawanyamaziani, wala walikuwa hawafichiani siri katika munkar. Masahaba ridwanullahi alayhim walikuwa wakimuona mtu anafanya jambo ambalo wanaona hili haliko sawa sawa, wanamwambia hapo hapo mbele ya macho yao, bali wanaenda kumshtaki kwa mtume kabisa, na wala haikuwa shida. Wanamnasihi na wanaenda kumshtaki kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao watatangulia ndio ilikuwa hivi. Na ndiyo maana sababu dini ilibaki kuwa salama katika kipindi chao. Dini ilikuwa salama katika kipindi chao. Kwa sababu gani? Walikuwa hawanyamazi munkari wanapoona, bali walikuwa wanaamrishana katika mambo ya kheri. Angalia sahaba mmoja, mtume anasema la tamna'u ima Allah masajid Allah, msiwakataze hawa wanawake kuja katika misikiti ya Allah. Sahaba mmoja, kipindi kikapita, wanawake wakawa wanakuja misikitini hali ya kuwa hawana hijabu ile ya kisheria, hawavai vizuri ambavyo sheria inataka. Huyu akasema wallahi lanamna'annahunna, akasema wallahi sisi tutawazuia. Hakusema sisi tutawazuia kupingana na amri ya mtume,
kwa sababu jinsi wanavyokuja sisi tutawazuia. Huyu sahaba aliposikia anasema maneno haya, akaona huu ni munkar. Angalia, akaona huu ni munkar, na kuambia kuwa Mtume kasema msiwazuie, wewe unasema utawazuia. Akasema usinisemeshe inshallah, wewe ni mbaya sana, kitu ulichofanya kibaya sana, huu ni munkar, unapinga hadithi ya Mtume. Akakasirika sana. Sisi leo ni mangapi, ni watu wangapi tunawaona wanafanya munkar, wala hatuwasemi. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi. Ni munkar ni ngapi inafanyika? Imekuwa dini ni ngeni kwa Uislamu. Dini ni ngeni. Unaweza kumwelezea mtu jambo la dini liko kisheria kabisa, mtu anakataa, anasema itakuwaje, hiyo haiko hiyo. Kwa nini anakataa? Kwa sababu asbaha munkar maarufa. Munkar ndio unaonekana kuwa ni jambo zuri, wal ma'ruf munkar, na maarufu imekuwa ni munkar. Mtu utamwambia hili halifai, anakwambia hapana, sijawahi kusikia hiyo, na kweli hajawahi kusikia. Kwa nini hajawahi kusikia? Tunalindana katika maovu. Unamuona mtu anafanya ovu, ndugu yako, rafiki yako, unanyamaza. Uko naye pamoja, unanyamaza. Ukinyamaza katika munkar, wewe bado hujanasihi katika haki. Na kama haujanasihi katika haki, basi jua wewe uko kwenye hasara. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi, na wakanasihiana katika haki. Kunasihiana katika haki, ndugu zangu, ndiyo kutabakiza hii dini ikiwa ni sawa. Mtu anakwambia kuwa mambo mengine uyaache, usiyaseme. Uweze kusema kila kitu, utasema kila kitu, mengine uyaache. Kwa nini unasema wale akida zao ni mbaya? Kwa nini unasema wale hivi? Kwa nini unasema wale hivi? Tusiposema hivi, dini itaendelea kuchukuliwa. Munkar utaonekana ni maarufu, munkar utaonekana ndiyo wema, ndiyo sahihi, na haki itajificha. Kinachotakiwa nini? Ni kusema. Wewe sema, watu wajue ni munkar na waendelee kufanya munkar, lakini umewaambia kuwa huo ni munkar. Lakini utakaponyamaza na unaona kuwa ni munkar, watu saa zingine hawawezi kujua kuwa ni munkar. Saa zingine wakakutolea na wewe ushahidi kuwa mbona tumelifanya na fulani yupo hakusema kama ni munkar. Umesababisha munkar kuenea na kupata nguvu kwa kunyamaza kwako. Ndugu zangu, watawasau bil haqqi, wakanasiana katika haki. Na kunasihiana katika haki, kuamrishana mema na kukatazana mabaya, ndugu zanguni. Na mtu ambaye atasimamia hili, mtu huyu ajue kuwa amejivua katika watu wenye hasara. Al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar ni wajib, ni swala la wajib. Kunasihiana haki ni swala la wajib. Tutatofautiana, lakini kila mmoja ana jukumu la kuamrisha mema na kukataza mabaya kwa nafasi yake. Wewe ni baba nyumbani, unaona maovu ya nyumbani kwako, unayanyamazia. Nasema mashekhe watasema ni wajibu wewe mwenyewe kulisimamia hili. Munkar unafanyika mbele yako, ni lazima ulisimamie.
Usipolisimamia basi wewe uko kwenye hasara, na hasara ya Allah usikie tu ni hasara, lakini madhara yake ni makubwa. Watu ambao hawanasihiani katika haki, hawaamrishani mema na kukatazana mabaya, watu hawa wamejiweka katika adhabu ya Allah. Wal asr innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yuko katika hasara, illa alladhina amanu wa amilu salihati, isipokuwa walioamini na wakafanya matendo mema, watawasau bil haqqi, na wakanasihiana katika haki. Hawa ndio wamevuliwa kwenye hasara. Kwa hizi sifa tatu, sifa ya nne inakuja, wewe umevuliwa kwenye hasara. Sasa usipoamrisha mema hujavuliwa kwenye hasara, na Allah atakuadhibu. Na Allah ametangaza kabisa adhabu ambayo ataipata yule ambaye anaona ovu na halikemei ilo ovu. Allah ameweka wazi kuwa watu hao watapata adhabu. Kiangalia Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'ani, anasema lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam, wamelaaniwa wale waliokufuru katika bani Israil, wamelaaniwa na ulimi wa Musa na Isa ibn Maryam. Kwa nini wamelaaniwa? Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, ni kwa sababu ya maasi yao na kuchupa mipaka kwao. Hao wamelaaniwa. Ilikuwaje? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, miongoni mwa sababu ambazo ziliwapelekea walaaniwe, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, walikuwa hawakatazani maovu waliokuwa wakiyafanya, hawakatazani. Adhabu yao ilikuwaje? Wakalaaniwa. Na laana ya Allah, ndugu zangu katika imani, at-tardu min rahmatillah, ni mtu kufukuzwa katika rehema ya Allah. Sisi zote tunahitaji rehema ya Allah, tunahitaji huruma za Allah. Sasa unafukuzwa katika rehema za Allah. Ukifukuzwa katika rehema za Allah, unaelekea katika ghadhabu za Allah. Je, ghadhabu za Allah sisi tunazijua? Hatuzijui. Tunaziweza ghadhabu za Allah kuvumilia? Hatuwezi kuvumilia ghadhabu za Allah. Ghadhabu za Allah zitatupata kama watu wataacha kunasihiana katika haki, watawasau bil haqq, watapata ghadhabu za Allah, watalaaniwa hawa. Usidhanie laana itabaki kwa bani Israeli peke yake. Wote ambao hawaamrishani mema na kukatazana mabaya, hawa wamelaaniwa. Unaona maovu katika familia yako, unanyamaza, fa anta mal'un, wewe umelaaniwa. Unaona maovu yanafanyika mbele yako, unanyamaza, wewe umelaaniwa. Saa zingine unamficha muovu, hutaki kumsema ili kuzuia uovu wake, unamficha. Jambazi huyu mkubwa anachukua mali za watu, anaua watu, anafanya hivi, kumwambia huwezi, na wala kumfichua jambazi huyu huwezi. Wewe naye unachangia katika maovu, huzuii maovu, na wewe vile vile umelaaniwa. Watawasau bil haqq, na wakahusiana wakanasihiana katika haki. Na Allah tabaraka, ndugu zangu, Allah tabaraka sema watu ambao wananasihiana katika haki, kufuata maamrisho ya Allah na kuacha makatazo yake, wananasihiana. Ikiwa hii ndiyo tabia yako wewe, Allah tabaraka wa taala huwa anawaangamiza watu waovu kwa adhabu za aina mbalimbali wanazozifanya. Lakini ikiwa wewe tabia yako ni kuamrisha mema na kukataza maovu, ndiyo tabia yako, hata pale Allah anapoleta adhabu
wewe unasalimika na adhabu hiyo. Lakini ikiwa unanyamazia maovu, Allah akileta adhabu na wewe adhabu inakukumba, na adhabu ya Allah yeye ndio anajua alete adhabu ya aina gani. Allah anaweza kuleta adhabu ya maradhi kwa sababu ya kutokuamrishana mema na kukatazana mabaya. Inawezekana ni maradhi ya milipuko, maradhi ya nini, Allah akaleta kuadabisha kwa maovu wanayoyafanya. Lakini wewe ikiwa tabia yako ni kuamrisha mema na kukataza mabaya, halifanyiki baya mbele yako isipokuwa umelikataza, hulioni jema linaachwa isipokuwa umeliamrisha, Allah akileta adhabu wewe unasalimika, Allah tabaraka wa taala anasema katika surati al-A'raf aya 164, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum 'adhaban shadida. Kulikuwa kuna watu wanafanya maovu sana, maovu mengi, wakatokea watu wakawa wanawaamrisha mema na wanawakataza maovu wanayoyafanya, wakawa wanawanasihi katika haki. Kundi moja katika umma huo likasema, nyinyi mnaoamrisha watu mema na mnawakataza mabaya, mnawaamrisha hawa kwa nini? Waacheni tu Allah, nyamazeni tu, Allah atawaangamiza na Allah atawaadhibu. Hakuna haja ya kuamrisha mema. Kama watu leo wanavyodhani, utaamrisha mema dunia ilipofika. Leo utaongelea zinaa dunia ilipofika, utaongelea kamari dunia ilipofika, utaongelea riba dunia ilipofika, utaongelea wanawake kujihifadhi dunia ilipofika. Watu watakusikiliza? Nyamaza tu, wewe mche tu Allah basi, wewe angalia nafsi yako, kila mmoja angalie nafsi yake. Watu wanasema hivi. Dunia imefika mbali bwana, wewe huwezi kubadilisha chochote kile, nyamaza tu, muabudu Allah basi. Huyu ni shetani, huyu anamchezea watu, na hawa ndivyo ilivyokuwa hivi. Lakini wale waliokuwa wanaamrisha mema na kukatazana mabaya, wanakataza mabaya, wakaendelea kuamrisha mema na kuwakataza mabaya, japo wametupia katika mabaya. Qalu ma'adhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, wakasema sisi tunafanya hivyo kupata udhuru kwa Allah. Tukienda kwa Allah tusiulizwe kwa nini tumenyamazia maovu, kwa nini hatukuamrisha mema. Acha tuwaambie wasifate, tuamrishe mema, wasifanye hayo mema, tuwakataze mabaya, waendelee kuyafanya. Lakini hatutonyamaza, sisi tunafanya ili tuwe tuna udhuru mbele ya Allah. Allah anasema wakaendelea kuamrisha mema na kukatazana mabaya, wakaendelea kunasihiana katika haki. Allah anasema falamma nasu ma dhukiru bihi, nazama wale waliokuwa wakiamrishwa mema na kukatazwa mabaya, walipoyapuuza yale waliokuwa wakikumbushwa. So wanakumbushwa wanayapuuza. Kama leo mtu utamwambia riba, mtu utamwambia kamari kubeti, mtu utamwambia mpira haifai, mtu utamwambia zinaa, mtu utamwambia chafu yote ambayo yako, mtu anakupuuza. Allah anasema waliposahau yale waliokuwa wakikumbushwa na kuwaidhiwa, wakayasahau, wakayapuuza, Allah akashusha adhabu yake. Sasa anjaina alladhina yanhauna 'anis su, tukawaokoa wale ambao walikuwa wakiwaamrisha watu mema na kukataza mabaya, hawa tukawaokoa. Wa akhadna alladhina dhalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun, na wale ambao walikuwa wakifanya maovu sasa na walikuwa wakiamrishwa katika maovu hawataki, wakiamrishwa kuacha maovu hawataki kuacha, wakikatazwa maovu hawataki kuacha, wakiamrishwa mema hawataki kufanya. Allah anasema watu hawa tukawapa adhabu kali. Lakini wamepata adhabu kali
na wale amiruna bil ma'ruf nahuna 'anil munkar, waliokuwa wakiamrisha mema na kukataza mabaya, Allah akawaokoa na adhabu hiyo. Kwa nini? Kwa sababu wameshakuliwa kwenye nini? Kwenye hasara. Wal asri innal insana lafi khusri. Kwa nini hawa waliokolewa hawakuadhibiwa? Walikuwa wana sifa ya kuguliwa kwenye nini? Kwenye hasara. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ndugu zanguni, huu ni msingi mkubwa sana, msingi wa alhisba, msingi wa kuamrisha mema na kukatazana mabaya ni msingi mkubwa, na ndiyo msingi pekee ndugu zanguni ambao unaibakiza dini yetu ikiwa salama. Leo hii kuna makoti mengi sana, kuna vikundi vingi sana vinajinasibisha na Uislamu, vinaleta mambo ya ajabu katika Uislamu, vinazusha vitu vingi katika Uislamu. Endapo watu hawakushikamana na kuamrisha mema na kukataza mabaya na kuwatahadharisha watu na vikundi hivyo na akida mbovu walizokuwa nazo, mnadhania watu wataelewa Uislamu safi na Uislamu uliozushwa? Watu wataelewa? Unadhania watu wataelewa? Watu hawawezi kuelewa. Watu hawawezi kuelewa. Watu wataona zafa ni katika dini, maulidi ni katika dini, kukohoa ni katika dini, khitima ni katika dini. Ataelewa watu ni katika dini endapo hawakupatikana watu wa kukemea mambo haya ya bid'a yaliyozushwa. Watu wataona kwenda na jeneza kwa tahlili na takbiri ni katika dini. Watu watadhania talqini makaburini ni katika dini. Endapo wakikosekana watu wa kuwatahadharisha munkari huu na kuwaeleza watu kuwa huu ni munkari ili warejee katika dini ya kisawasawa, watu wataona ni katika dini, na dini hapo ndipo itakapokwenda ambapo hakuna. Watawasau bil haqqi, na wakahusiana katika haki. Ndugu zangu, ni msingi mkubwa sana ambao unaibakiza dini ikiwa salama. Watu wanasema kuwa watu huyu akisema huyu kisha mradi, huyu akisema huyu kasema hivi. Ndugu zangu, hiyo ni katika dini. Hii dini si ya mtu aseme vyovyote vile alafu apoteze eti asirejeshwe sawasawa. Hapana, lazima arejeshwe sawasawa pale ambapo amekosea katika dini. Kuna watu watamfuata hali ya kuwa amekosea. Ili watu wajue kuwa amekosea, lazima parekebishwe. Ndugu zangu, sio kusema kila mmoja aseme katika dini anavyotaka. Hii ni dini ya Allah. Nikikosea lazima nirejeshwe sawasawa, na mimi nikubali kurejeshwa sawasawa. Si ndio? Watawasau bil haqqi, wakanasihiana katika haki. Unasihiana, unasihi na wewe unasihiwe, unasihi na wewe unasihiwe, na ukinasihiwa kubali na sana. Hizi ni sifa za wale ambao wamefanyaje? Wale ambao wameguliwa katika hasara. Tukiacha sifa hii ndugu zanguni, tunaenda kuangamia. Tukiacha kunasihiana katika haki, tukaoneana aibu, tukafichiana siri, tukakaa tu kila mmoja anachofanya, adhabu ya Allah ikija ndugu zanguni inakusanya sote inatukusanya. Hakuna mtu ambaye atabaki salama, hakuna ambaye atabaki salama. Hadithi ya An-Nu'man, hadithi maarufu ndefu sana, anatutolea mfano wa watu kuto kunasihiana katika haki, watu kuto kukatazana mabaya, kuto kuamrishana mema. Anatutolea mfano ambao uko wazi sana na athari ambayo inaweza kupatikana. Hadithi maarufu ya Nu'man imepokea Imam al-Bukhari, hadithi safina, hadithi ambayo Mtume ametutolea watu wako katika jahazi. Kuna tabaka la juu na tabaka la chini, lakini jahazi ni moja.
na ndio jahazi ambayo sisi tupo hii. Watu wako juu, wengine wako chini, lakini wa chini wakitaka maji wanapanda juu kwenda kuchukua maji kule juu. Wakaona kila siku kupanda, kila tukitaka maji tupande juu, alafu sisi huku chini ndio tuko karibu na maji kuliko walioko wapi? Juu, si ndio? Katika meli walioko chini si tuko karibu na maji. Sasa sisi tuko karibu na maji, alafu tunapata tabu. Tukitaka maji mpaka tupande kule juu kwenye mabomba tuchukue maji kule, mbona tunapata tabu sana? Shortcut tu, maji si yako hapa, tutoboe tu hapa, tutapata maji. Tutoboe ile jahazi, maji yataingia, basi tutastarehe na panda shuka ya kwenda kule juu. Halafu na vile vile hatutowasumbua wale wa juu. Mtume anatupigia picha nzuri sana, na ndiyo hii picha kwa Muislamu anatakiwa awe nayo. Hawa wanaotaka kutoboa jahazi, hawa ndio waovu. Endapo wakiachiwa watoboe lile jahazi, unadhania kitu gani kinachokuja? Wale walioko juu waseme shauri zenu bwana, jitoboeni tu. Wakisema shauri zenu, toboeni, mtajua nyinyi wenyewe. Kitu gani kitatokea? Mtume akamalizia akasema, fa in tarakuhum wama aradu. Wale wa juu sasa wakiwaachia hawa wa chini watoboe ili wapate maji, wakasema shauri zenu, nyinyi si mko chini, toboeni, mtajua nyinyi wenyewe. Halaku jami'an, wote wataangamia. Jahazi litaingiza maji, meli itaingiza maji, na wote watazama. Lakini wamezama kwa makosa waliyofanya watu gani? Wa chini, si ndio? Na wa juu makosa yao ni nini? Kutokuwazuia. Simeneka, wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Na endapo wale wajuu wakiwazuia sasa, hakuna kutoboa, na wakaacha kweli kutoboa, najaw, wataokoka hawa wa chini, wa najaw jami'an, na wote wataokoka. Hivyo wale wa chini walikuwa wanafanya munkar, walikuwa wanafanya maovu, walikuwa wanafanya mabaya, walikuwa hawanasihiani katika haki. Endapo wajuu wangewaacha na maovu yao wasiwanasihi katika haki, wote wangeangamia. Na hivyo ndivyo sisi tulivyo. Tusiponasihiana katika haki, tukanyamaziana, tukaoneana aibu na haya kwa sababu ya kujuana, adhabu ya Allah ikija inaangamiza wote, na wala hatujui Allah ataleta adhabu gani. Inawezekana adhabu yake ndio corona, inawezekana adhabu yake ni maradhi ya aina mbalimbali, inawezekana adhabu yake ni wakina jenzi, inawezekana adhabu yake ndio anaijua yeye. Kwa sababu gani? Tumeacha msingi mkubwa sana wa kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kwa hiyo adhabu ya Allah inayokuja ndiyo hiyo hasara ambayo Allah ameitaja, wal asri innal insana lafi khusr. Hakika mwanadamu yuko katika hasara. Kwa nini yuko katika hasara? Hii msingi huu ameuacha. Watawasau bisabri, wakahusiana wakanasihiana katika haki, na wakanasihiana katika kufanya subra. Watawasau bilhaqi watawasau bisabri, wakanasihiana katika kufanya haki na wakanasihiana katika subra. Ndugu zangu, lazima tunasihiane katika subra, lazima tunasihiane. Na huu ulimwengu unahitaji subira. Huwezi kuishi salama katika huu ulimwengu pasina kuwa na subira. Lazima uwe na subira. Subira ndiyo itakuweka sehemu nzuri kwa Allah tabaraka wa taala.
Huwezi kuamrisha mema alafu ukawa hauna subira. Utapatwa tu, lazima utapatwa. Kuna sehemu utaguswa tu, utazungumza, watu watakutumia message za kutukana, watu watakunyoshia kidole, hata maudhi utayapata. Lakini Allah kuleta kwa watawasau bisabri, na wakanasihiana kufanya subira. Kwa pale unapoamrisha mema na kukataza mabaya, ukipatwa jambo lolote, kuwa na subira. Kwa maana gani? Usiache ukasarenda ukasema basi tena ukawazilia watu. Kuna watu wana tabia za kuzira, usizire. Lazima uwe na subira. Unaweza nyumbani kwako wewe mwenyewe, mtoto wako mwenyewe unampa kila kitu, ukamkataza lililokuwa baya, lakini mama yake akaja juu. Huwezi kusema basi bwana, yasiwe makubwa, yaishi. Kuwa na subira na ung'ang'anie. Watawasau bilhaqi watawasau bisabri. Lazima kuwa na subira. Al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, lazima uwe na subira. Bila subira huwezi. Mtume alipata madhara, si masahaba walipata madhara. Wema waliotangulia waliguswa katika al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, waliguswa. Wengine walipigwa mijeledi mpaka wakataka kufa. Akina Imam Ahmad pigwa mijeledi, waliumizwa, lakini walifanyaje? Walifanya subira. Na ukaendelea kuamrisha mema na kukataza mabaya, watu wakakutuhumu tuhuma ambazo hazipo, ukasimamia hili, wewe umevuliwa katika watu wenye hasara. Lakini ukisema isiwe tabu, wengine wake zao wanawaita mama ndio kisha sema tena nyumbani, basi kuna shida. Umekataza season ambazo kwenye masimu hayo, kwenye ma-TV season ambayo imewateka wanawake sana, ambayo ni haramu kwa Muislamu kuyaangalia. Umesimama kukataza, mke nyumbani naye kasimama, lazima tutaangalia. Yuko tayari kwa lolote lile. Unasarenda mwanamume, unasema basi. Ukisarenda wewe, jua kuwa bado hujajivua katika watu wenye hasara. Watawasau bis-sabr, na wakanasihiana kufanya subira. Lazima uwe una subira. Wanasihi watu wengine wawe na subira, na vile vile na wewe ujinasihi kuwa una subira pale ambapo unaamrisha mema na kukataza mabaya. Uwe una subira. Utaguswa tu. Na hii watawasau bisabri, ndugu zanguni, inarejea katika sifa zile tulizozitaja. Ngapi? Katika zile sifa 3 tulizozitaja. Watawasau bisabri inarejea huko. Watu wanasihiane kuwa na subira pale wanapoamrisha mema na kukataza mabaya. Wanasihiane kuwa na subira katika watawasau bisabri. Pale unapoamrisha mema na kukataza mabaya, nasihianeni nyinyi kuwa na subira. Yatawapata kuwa na subira. Watu wanasihiane kuwa na subira pale ambapo yaamaluna salihati, wanafanya matendo mema. Wanasihiane kuwa na subira. Unapofanya matendo mema, lazima mnasihiane kuwa na subira. Kufanya matendo mema si mchezo, kunahitaji subira. Si mnatoka asubuhi nyinyi kwenda kusali alfajiri, kunahitaji subira. Nasihianeni katika subira. Si mnasoma nyinyi dini, kusoma dini si mchezo, ni katika amali njema. Nasihianeni kuwa na subira katika kusoma. Si mnakuja kusali, mnafunga biashara zenu, ni katika matendo mema. Nasihianeni kuwa na subira katika kufanya haya matendo mema.
bali nasihianeni kuwa na subira katika masuala ya imani, masuala ya aqida. Mtanyoshewa vidole kuwa nyinyi mmeacha dini ya babu zenu, mmeacha hiki, mnajifanya mnajua sana. Nasihianeni kuwa na subira, kuweni na subira katika hilo. Hizi sifa 4 hizi akiwa nazo mwanadamu, sasa ni Muislamu, mwanadamu, ndizo zinamvua katika hasara. Sifa ya imani, sifa ya kufanya mema, sifa ya kunasihiana katika haki, sifa ya kunasihiana kuwa na subira. Kwa maana pana tulizoongelea hizi sifa ndio zinamvua atakayesifika nazo kuwa hayuko kwenye nini? Kwenye hasara. Kinyume na hivyo, ndugu zanguni, tuko kwenye hasara. Hiyo karatasi ambayo tunahitimishia halaka yetu ya leo, sehemu ya kwanza imeandikwa anwa'u sabri wa tawasaw bis-sabri, na wakanasihiana katika subira, wakanasihiana kufanya subira. Subira, ndugu zanguni, iko katika sehemu 3. Subira iko katika sehemu 3. Muislamu popote ulipo, jua kuwa unatakiwa kufanya subira katika sehemu hizi 3. Ni muhimu sana. Allah kuleta sifa hii ya kuwavua watu kwenye hasara, kuwa wawe wananasihiana katika subira, sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Na wengi ndio tunafeli hapa katika subira. Ukifeli katika aina moja miongoni mwa aina 3, basi ujue wewe bado haujavuliwa katika hasara. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim anasema as-sabru 3 aqsamin, subira iko katika vigawanyo 3. Subira iko katika vigawanyo 3. Hizi karatasi zikoje? Kuna nyingine naiona, nyingine sasa karatasi gani? Kama unapata hii, mwingine unapata hii, mwingine unapata hii, mashaallah, mwingine unapata hapo. Ilikuwa ni mukhtasar. Hiyo ni mukhtasar, amekuwekea wazi wa haya ninayoyasema. Kama umepata hiyo umesikiliza, lakini haiko mbali na haya maneno ya nani? Ibn Qayyim. As-sabru 3 aqsam, subra iko katika vigawanyo 3. Kigawanyo cha kwanza anasema hapo, imma, ukitaka kujua vizuri mbele yake andika namba 1. Kigawanyo cha kwanza hicho, sawa? Ni kalamu andike namba 1. Namba 1 imma, hiyo ni namba 1. Imma sabrun 'anil ma'siyah, namba 1 ni imma subira 'anil ma'siyah, ya kujiweka mbali na maasi. Hii kujiweka mbali na maasi kunahitaji subira. Fala yartakibuha, basi asiyeingie yale maasi. Subira ya kujiweka mbali na maasi. Fala yartakibuha, asiyeingie yale maasi. Kuacha maasi, jamani, kunahitaji subira, si ndio? Kunahitaji subira. Mtu ambaye kazoea kuvuta sigara, kuacha kuvuta sigara kunahitaji subira, kunahitaji subira. Kunahitaji kuubana moyo. Inakuja hamu ya kuvuta sigara, lakini kwa sababu sigara ni haramu, inahitaji subira, ubane moyo wako kuacha maasi. Si ndio? Mtu ambaye kazoea ushabiki wa mpira ni haramu, ameambiwa mpira ni haramu, sasa ushabiki achana nao. Leo anajua kabisa Yanga na Simba wanacheza,
inahitaji subira. Saa zingine anatumiwa message, leo twende tukupitie, inahitaji subira. Kuacha maasi ya jamii kunahitaji subira, si lele mama. Unapita huko mtaani unaona ambapo unaviona, panahitaji subira. Saa zingine mtu subira inataka kukushinda kuwa nigeuke niangalie, lakini subira ubali moyo wako. Kuacha maasi kunahitaji subira. Sisi nigeuke kidogo, usigeuke, kunahitaji subira. Unaacha kula kunywa, vyakula vimo ndani, kila kitu kimo ndani, si mchezo. Kunahitaji nini? Subira. Kuacha maasi kunahitaji subira, kunahitaji subira kweli kweli. Kwa hiyo ni aina ya kwanza. Ukiona umeshindwa kusubiri katika kuacha maasi, wewe bado hujajivua katika hasara. Narudia kusema, ukiona umeshindwa kujizuia kuwa na subira ya kuacha maasi, wewe bado hujavuliwa katika hasara. So wanaovuliwa katika hasara, watawasau bi as-sabri, na wakahusiana wakanasihiana kuwa na nini? Na subira. Wewe huja unasihi moyo wako kuwa na subira, na wala moyo wako haujanasihika kuwa na subira. Bado unasema ngojea kwanza, subiri, nitafanya, subiri, nitaacha kidogo kidogo, shekhe, kidogo kidogo. Jua wewe hasara bado inakuhusu. Namba 2, wa imma, hiyo ya pili ni kigawanyo cha pili cha nini? Cha subira. Umeona? Wa imma sabrun ala ta'a, na imma kigawanyo cha pili subira juu ya taa, hatta yuaddiha, ili aifanye ile taa. Kufanya taa kunahitaji subira, kufanya ulioamrishwa kunahitaji subira, kumwabudu Allah kunahitaji subira. Tunaona sisi hapa tumekaa, tuko kwenye taa, lakini kunahitaji subira kukaa hapa. Kuna watu subira ya kufanya taa imewashinda, wameondoka. Ukitoka unaweza kukuta wako kijiweni pale, lakini sisi alhamdulillah tumeweza kuwa na subira ya kufanya nini? Taa. Baridi kali, lakini unaenda pale bombani, unashika maji ya baridi, unatawala. Inahitaji nini? Subira. Kuna watu wameshindwa, siwezi sasa hivi kusali shehe, baridi sana. Kuna wengine swala ya alfajiri inawapita, hawezi kuoga ikiwa ana ulazima wa kuoga. Na saa zingine kuna ruhusa ya kuweza kutayamam, lakini anashindwa. Kwa sababu gani? Anasema nje baridi sana. Saa zingine anakusalia sana. Kunahitaji nini? Subira. Kuna watu Allah kawapa uwezo, wanahitajika kutoa zaka. Taa sio taa, na nafsi inapenda mali. Usidhani kwa yule ambaye anatoa mali yake kutoa zaka haibali nafsi yake, haimini nafsi yake kutoa tu zaka, anaiminya nafsi yake, lakini nafsi huku inalia, kwa nini unatoa? Hata kutoa zaka, sadaka, kunahitaji subira. As-sabru ala ta'atillah, subira katika kumtii nani? Allah. Ukiona unashindwa kuwa na subira katika taa ya Allah, lile alilokuamrisha Allah ulifanyi, subira imekushinda ya kuvumilia katika kumtii Allah, wewe kwenye hasara. Wal asri innal insana lafi khusri, bado hujaondoka. Wa imma sabrun ala al-baliyya, na ya tatu na imma subira katika mitihani. Subira katika mitihani. Tunapopata mitihani lazima tuwe tuna subira, na mwanadamu haepukiki na mitihani.
na kila mmoja Allah akampa mitihani yake, lazima uwe na subira, uridhike na kadari ya Allah. Kwa Allah amekadiria hili, uwe kuna subira. Usianze kulia na kupiga makelele na kuona Allah hakukutendea haki na kuanza kulaumu watu. Saa zingine kwenda katika mambo ambayo Allah ameyakataza, huku kote ni kukosa subira. Allah akakupa mtihani wa maradhi, kuwa na subira, jitibishe kwa tiba za kisheria. Ukikosa subira katika mtihani wa maradhi, utaenda kuangalia kwa hapa kuna mkono wa mtu, utaenda kujizindika, utaenda kupigwa chale, utavaa mahirizi, utafanya hivi. Zote hizi ni dalili za watu kukosa subira katika mitihani. Na ukiona umekosa subira katika mitihani, umefanya yale ambayo Allah ameyakataza eti kwa sababu ya mitihani, kama maneno ambayo sio sahihi. Watu wanaambiana kuwa na Mungu kasema bwana jisaidie, nani nitakusaidia. Haya maneno wanayasema kwa kujuzisha kwenda kwa waganga wa kienyeji, kupiga ramli, wanayajuzisha kwa kuweka mazindiko, kwa kujiweka machale, kwa kuvaa hirizi. Kwa Allah anasema jisaidie, mimi nitakusaidia. Wapi Allah anasema? Sisi wote tunataka msaada kutoka kwa nani? Kwa Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ukikosa subira katika mitihani, na hapa ndio watu tunafeli sana. Subira katika mitihani hakuna. Ukiona umekosa subira katika mitihani, innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yuko katika hasara, na wewe unakuwa uko katika hasara. Hizi ni aina za subira, ndugu zangu. Tuziangalie aina hizi tatu. Maisha yetu yote yanahitaji subira. Imma subira kuacha leo katika maasi, kuacha maasi. Imma subira katika kufanya yale Allah aliyotuamrisha. Imma subira katika mitihani ambayo Allah aliyofanya. Na sisi tuko katika sehemu mbili tu. Ima mbele yako kuna maasi yanahitaji subira, au mbele yako kuna taa inahitaji subira kuifanya, au umepatwa na matatizo, mbele yako kuna matatizo yanahitaji subira kuyakabili. Subira ya matatizo yasikutoe katika njia ya haki. Kubali kadari ya Allah, kwa Allah amenikadiria, nachukua njia ambayo Allah ameridhika kuchukua njia hiyo ya kutatua matatizo yako. Maisha yetu yote, ndugu zangu, hayatoki katika hivi vitu vitatu. Ukifeli katika moja ya hivi vitu vitatu, hasara aliyoitangaza Allah, mwanadamu yuko kwenye hasara, utakuwa katika hasara hiyo. Ndugu zangu, kwa sababu ni darasa ya mwisho na tulikuwa tunatafsiri surati al-Asr, nimeonelea nitoe tafsiri ya kiujumla sana ya surati al-Asr. Katika huo upande wa pili ni tafsiri ya kiujumla, ili hata huo unaikumbuka. Huwa tulisoma tafsiri surati al-Asr, na karatasi ambazo zimepita zitakuwa zinakukumbusha, lakini hii hapa ni kama ufupisho wa yale tuliyoyasoma kwa kidogo sana, kubakie na athari katika hilo. Tadabbur, mazingatio. Nasema wal asri innal insana lafi khusri illa, nasema inna ibna adama, hakika mwanadamu, lafi halakatin wa nuqsan, yuko katika maangamizi na mapungufu. Ndio hasara yenyewe hiyo. Illa man ittasafa bi arba'i sifati, isipokuwa hatakuwa katika maangamizi na mapungufu na hasara yule ambaye anasifika na sifa 4. Hakusema hapa yule ambaye anasifika na moja ya sifa 4. Umeelewana? Kwa maana gani? Hizi sifa 4 zote lazima uwe nazo.
Hakusema moja ya sifa 4, yule ambaye atasifika na sifa 4 zote. Akaanza kusema sifa ya kwanza kaweka namba 1, si ndio? Alladhina amanu, illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Walioamini ni watu gani? Alladhina saddaqu Allah, wale waliomsadikisha Allah, wa wahaduhu, na wakampwekesha Allah. Wakampwekesha Allah katika ibada zao, wakampwekesha Allah katika mambo yao yote, hawakumshirikisha Allah. Wa aqarru lahu bilwahdaniyya, na wakakiri kwa Allah upweke wake Allah, kuwa Allah ni mpweke, anastahili kuabudiwa peke yake, anayekimbiliwa ni peke yake, anayetegemewa ni peke yake, anayeomba msaada Allah ni peke yake, bali anayestahili mtu ajilinde kwake ni Allah peke yake. Wa taa, na Allah ndiye, na wakakiri kumtii Allah katika mambo yake yote. Hawa ndio alladhina amanu wa amilu salihat, na wakafanya matendo mema. Wa amilu salihat ay wa addaw ma lazimahum min faraidhihi, na wakatekeleza yale ambayo lazima yaliyolazimu kwa wao, yale ya lazima kwa wao, min faraidhihi, katika mambo ya faradhi aliyowafaradhishia Allah, wakayatekeleza. Au ndio kufanya mema. Kwanza wakayatekeleza yale ambayo Allah amewafaradhishia, wajitanabu ma nahahu, na wakajiepusha yale ambayo Allah amewakataza, min maasihi, katika mambo ya kumwasi Allah. Kwa hiyo matendo mema ni matendo ambayo aliyoyafaradhisha Allah, na matendo ambayo mtu akijiepusha na yale ambayo Allah amekataza katika maasi. Haya ndio matendo mema, na hawa ndio wanahesabika wamefanya matendo mema. Namba 4 anasema watawasau bil haqqi wa awsa ba'dhum ba'dha, na wakanasihiana wao kwa wao, biluzumi amali, kwa kulazimiana na matendo, bima anzala Allahu fi kitabihi, matendo ambayo Allah ameyateremsha katika kitabu chake. Wakanasihiana, kulazimiana, kushika matendo ambayo, amali ambazo Allah amezieleza na kuziteremsha katika kitabu chake, amri ambazo zimo katika Qur'ani, wakanasihiana kuzifuata, min amrihi, katika amri zake, wajtinabu ma nahaa anhu fihi, na kujiepusha yale ambayo Allah ameyakataza katika Qur'ani. Huku ndio kunasihiana katika haki, kunasihiana kufuata maamrisho ya Allah na kunasihiana kuacha makatazo ya Allah. Watawasau bis-sabri wa awsa ba'dhum ba'dha, na wakahusiana na kunasihiana wao kwa wao, bis-sabri ala al-amali bi ta'atillah, kuwa na subira katika amali ambazo mtu anazifanya katika taa ya Allah. Wakanasihiana kuwa na subira katika amali za kumtii nani? Allah tabaraka wa taala. Hii ni tafsiri ya hii sura kwa ufupi, kwa maneno mafupi na kwa ujumla. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih, Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.